astray. I will be on the subject of complete package, the mystery of abundant life. Nitakuwa nikiangalia somo hili la kile kifurushi kamilifu. 2 Peter chapter number 1 and verse number 3. Waraka wa pili wa Petero sura ya kwanza mstari wa 3. According as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. Kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. We understand from scripture Kutoka kwa maandiko tunaelewa that God has, according to his divine power, ya kwamba Mungu kulingana na uwezo wake wa kiungu given us all the things that pertains to life and godliness. ametukirimia vitu vyote tunavyovihitaji kwa uzima huu na utauwa, By the reason that we have known Jesus. kwa sababu tumemjua Yesu. And the purpose is so that we may display his glory and splendor. Na kusudi ni ili tuweze kuonyesha utukufu wake na ukamilifu wake. Abundant life means you have all things when you need them for good work. Uzima teletele inamaanisha ya kwamba una vitu vyote wakati unazihitaji kwa kazi njema. You are healthy in your body. Uko na afya mwilini mwako, And you have the capability of performing normally at all times. na una uwezo wa kutenda kazi vile inavyokupasa nyakati zote. You are abundantly provided for, Umetualiwa kwa njia ya utele, having lack in nothing, so that you can serve God in every good work. na wala haupungukiwi na jambo lolote ili umtumikie Mungu katika kazi njema. In simple word, you are healthy and wealthy. Kwa maneno rahisi, uko na afya njema na pia una utajiri. It means you are at peace mentally, emotionally, spiritually and psychologically. Inamaanisha una amani katika akili zako, una amani katika nafsi, roho yako na katika mwili wako. What I see now in the spirit is like following. Ninachoona sasa hivi katika roho ni hivi. I've seen a chick which is not fully grown. Ninaona kifaranga ambayo haijakuwa kabisa, It has not attained the full feathers. bado haijapata manyoya yote, And that is the stage some of us could be. na hicho ndicho kiwango wengine wetu wako. Nobody knows your color. Hakuna mtu ajuaye rangi yako, Nobody knows how you look. hakuna mtu ajuaye vile But wafanana. I want to let you know, Ningependa nikujulishe, I see in the spirit, naona katika roho you developing your feathers. wewe ukemea manyoya And like an eagle able to fly everywhere where you want. na kama vile ambavyo tai yuko, wewe utaweza kupaa na kuenda kila mahali utakayo. In the past you have relied on donations and help. Zamani zile ulitegemea mchango na misaada, But the time is getting now and is come, lakini wakati imetimia, when na you are sasa, going to be a fully developed eagle. wakati utakuwa tai ambaye amekuwa You will mzima. be able to eat the best fish from the water. Utaweza kula samaki bora kutoka kwa maji. You will be able to fly on top of every storm. Utaweza kupaa juu ya kila dhoruba. In the wonderful name of Jesus, Katika jina la ajabu, there is an abundant life kuna uzima teletele which is attainable. ambayo unaweza And kuipata. people will see the glory of God in your life. Watu wataona utukufu wa Mungu maishani And mwako they will be amazed. na watashangaa. Darkness may cover over the earth. Giza inaweza kufunika Close ulimwengu darkness over the people. na giza nzito juu ya But upon you the light shall arise. lakini juu yako nuru itaangaa. Kings and the Gentiles shall come to your procession. Wafalme na watu wa mataifa watakuja kwa milki The yako. Bible says, lift up your eyes and see. Biblia inasema inua macho yako na uone. Who are these that surround themselves around you? Ni nani hawa ambao wamekuzingira? For your sons and daughters shall come from afar. Wana wako na
mabinti zako watakuja kutoka And I mbali. want to let you know you are heading to a place Nataka nikwambie unaelekea where mahali God is going to beautify your life. ambapo Mungu atarembesha For he maisha has yako. appointed in Zion Ameteua Zayuni for them that were mourning, walioomboleza, that the Lord will give them beauty for ashes. Bwana atawapa urembo He has mahali pa machozi. appointed in his house Ameteua katika that nyumba they that were mourning walioomboleza will put on a garment of praise instead of a garment of mourning. watavaa mavazi ya sifa badala ya And the mavazi ya Bible kuomboleza. says you shall no longer remember Biblia inasema hautakumbuka the tena barrenness of your youth, utasa wa ujana for the wako. Lord shall beautify your life. Bwana atarembesha May maisha yako. it happen in your life. Ifanyike maishani May mwako. you eat of it in Jesus' Na name. uikule katika May jina you la never miss the move of God, usikose mwendo because wa he Mungu. has already ordained this. Tayari ameteua. Abundant life is your portion. Uzima teletele ni sehemu We can break free from the hand of the oppressor. ya kwamba tunaweza kujifungua, tujiweke huru kutoka kwa mikono ya mtu. Live above mediocrity Tuishi maisha juu ya wastani and under satanic intimidation. na chini ya kutishwa na I shetani. know you could be having things in your life Pengine uko na mambo maishani mwako which you feel they do not measure to the standard God has shown you in your spirit, unasikia hazijafika kwa kiwango ambacho Mungu alikuonyesha katika roho, and you are tired of mediocrity. na umechokeshwa na maisha ya You are wastani. tired of satanic intimidation. Umechoka kutishwa na shetani. There is a curtain before you. Kuna pazia mbele yako. I bless the name of the Lord, Na nibariki jina la Bwana. because the Lord is coming in your life Bwana anakuja maishani mwako. and causing every mediocrity to be removed. Anasababisha maisha ya wastani And we are iondolewe. lifting up this day Na siku ya leo tunainua. a spiritual embargo. Sasa tunainua kizuizi cha We kiroho. are lifting up a barrier Tunaweka kizuizi against every satanic intimidation. kinyume na matisho ya mapepo. And no longer are you going to be subject Na wewe hautakuwa mtu to tena satanic manipulation and intimidation. wa kutishwa na kusumbuliwa na shetani, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Why does God want you to have a burdened life? Kwa nini Mungu angependa upate uzima teletele? It's so that you can serve Him Ni ili uweze kumtumikia in your generation without any trouble. katika kizazi chako bila matatizo yoyote. For in every generation, God is always looking for a man to carry out His purpose. Katika kila kizazi Mungu hutafuta mtu ili aweze kutimiza makusudio yake. Because the only legal entrance that God can have in this planet Earth is through humanity. Maana kiingilio halisi ya pekee ambayo Mungu anaweza kupata hapa duniani ni kumpitia mwanadamu. The paradox here is God is always looking for a man, Jambo ni hili, daima Mungu huwa anatafuta mwanadamu, and man is looking for the things, naye mwanadamu anatafuta vitu, and the things are in God. na hizo vitu zote ziko kwa Mungu. So it becomes vanity to keep looking for things. Kwa hivyo inakuwa ubatili kuendelea kutafuta vitu. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these other things shall be added unto you. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, kisha vitu hizi zote utaongezewa. God is always looking for a man. Daima Mungu anamtafuta mtu. Therefore, God wants you to have all things in abundance, Mungu anataka upate kila kitu so kwa that you utele, serve Him unreservedly in your generation. ili umtumikie bila kizuizi katika kizazi chako. God wants you to have a burdened life, Mungu angependa upate uzima so teletele, that you may display His splendor and glory. ili udhihirishe adhama yake na utukufu wake. I want to let you know you need to display the glory of God upon your life. Nataka nikuambie unahitaji kudhihirisha utukufu wa Mungu maishani mwako. Endeavor to look yourself in the mirror of the word. Thubutu kila wakati kujiangalia kwa kioo ya neno. For the Bible tells us, as we behold our face upon His face, then we actually move from one level of glory to the other. Biblia inasema tunapomtazama kama katika kioo, tuahama kutoka utukufu mmoja hadi mwingine. There is a way you can be dressed with the glory of God that anybody who sees your face shows you favor. Kuna vile unaweza kuvikwa na utukufu wa Mungu ili mtu akiona uso wako anakupatia Let kibali. me say that you can put on the glory of God so that whoever sees you, you become irresistible to them. Wacha nikwambie, unaweza kuvaa utukufu wa Mungu ili yeyote akikuona hawezi akakupinga.
Time is so much spent. Wakati umeenda sana. We have to reduce the words we speak. Lazima tupunguze maneno tunazotumia. Na tuambie watu soma lebo. Because you are so endowed with the glory of God. Maana umebebeshwa sana utukufu wa Mungu. All the gymnastics with the demonic powers must come to an end. Sasa sarakasi zile zote na nguvu za kipepo lazima ifike mwisho. We must be endowed with the power of God that they will shout, "What do you want with me? Do not destroy me before my time has come." Ni lazima tuvikwe na utukufu wa Mungu ili wakikuona waseme, unataka nini na mimi? Umekuja kuniangamiza kabla ya wakati. We must come to a level where we carry the joy of the Lord. Lazima tufikie mahali ambapo tunabeba furaha ya Mungu. That we become unoffended whoever comes along our way. Ya kwamba tunakuwa watu ambao hawawezi kukwazika na haijalishi nani We must carry the peace of God to the extent we can say none of these things bother me. Lazima tubebe amani ya Mungu mpaka tufikie mahali pa kusema hakuna chochote kinachonisumbua. We must be so close to God that there will appear an angel in our midst and says, "Do not fear, I will deliver you." Lazima tuvikwe na utukufu wa Mungu kiasi ya kwamba malaika atatokea katikati yetu akuambie usiogope, nitakukomboa. May the Lord grant you a taste of abundant life. Bwana akupatie kionjo cha uzima. Purify with his glory. Akurembeshe na utukufu wake. The Bible says that in the times of famine. Biblia inasema nyakati za kiangazi. In Genesis chapter number 26 and verse number 12. Kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 10. The Bible says that Isaac during the famine, Isaka wakati wa kiangazi, he planted, alipanda mbegu, and in that same year, na mwaka huo he harvested 100-fold. akavuna mara 100. And after the harvesting, the Bible says, and the Lord blessed him. Baada ya mavuno, Biblia inasema naye Bwana akambariki. The Bible says that the man became great and waxed great. Huyu mtu akawa mkuu, akaendelea kuwa mkuu zaidi. Because the blessing of God was upon him. Maana baraka ya Mungu ilikuwa juu yake. In the wonderful name of Jesus. Katika jina la ajabu May Yesu. the blessing of God be upon you. Baraka za Mungu And the zishuke juu yako. Bible says the man became great. Huyu mtu akaendelea kuwa Until mkuu. his neighbors, the Philistine, envied him. Mpaka majirani wa Filisti wakamuonea I wivu. want to pray that in the name of Jesus, Naomba kwa jina la that Yesu, you will experience an abundant life. utapata uzima tele. Until your classmates envy you. Mpaka uliosoma na wao Until wakuonea your wivu. neighbors envy you. Mpaka majirani wakuonea Until wivu. your workmates envy you. Mpaka unaofanya In kazi the nao wakuonea wivu. wonderful name of Jesus. Katika jina la For the Yesu. Bible says, Biblia inasema, for the nations of the earth mataifa ya ulimwengu shall call you blessed. yatakuita They mbarikiwa. shall call you blessed. Yatakuita They mbarikiwa. shall call you blessed. Watakuita mbarikiwa. They shall call you blessed. Watakuita In the mbarikiwa. mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. May the people be threatened by the blessing in your life. Na watu watishwe na zile baraka utakazopata maishani mwako. I pray that you will be at peace even when people offend you. Naomba uwe na amani hata watu wakikukwaza. Abundant life is where you have the peace of God that surpasses all understanding. Uzima teletele ni wakati una amani ya Mungu inayopita ufahamu That wote. none of these things bothers you. Ya kwamba hakuna mambo haya yatakayo For the kusumbua. Bible says, and I will keep him in perfect peace, he whose mind is stayed in me. Biblia inasema nitamweka katika amani kamilifu yeye aliyetia mawazo yake kwangu. We must move away from strife, Tutoke kwa hali ya kung'eng'ana, a satanic competition and ungodly strife in our lives. mashindano ya kipepo na ming'eng'ano ya kipepo maishani mwetu. We must allow people to know Tuwaruhusu watu wajue we have so much peace. tuna amani No teletele. matter what they do to us, we cannot be offended. Haijalishi watatufanyia nini, We have so hatukwazwi. much joy Tuna furaha nyingi that when Satan tries to spill over to us stomach ulcers, ya kwamba wanapojaribu kutuletea vidonda they vya will tumbo not find a place in our life. hawatapata nafasi katika maisha For the yetu. Bible says there is a rest prepared for God's people. Biblia inasema kuna pumziko walioandaliwa watu wa Mungu. We must be careful to enter into it. Lazima tuwe makini ili tuingie. May every one of you right now enter into that peace that surpasses human understanding. Na kila mmoja wenyu aliye hapa sasa hivi ingia katika hiyo amani inayoshinda mawazo ya May mwanadamu. you get into that rest that nobody will move you from there. Ingia katika hii pumziko ambamo hakuna mtu awezaye Because we kukutoa. must display the splendor and the glory of God.